Niko vizuri. Bwana, taarifa ni nyingi kweli kweli, lakini siku chache zimesalia kwenda kushuhudia mchezo wa wekundu Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane. Ni mchezo wa kukata na shoka, ni fainali. Lakini kabla hiyo fainali kumekuwa na mambo mengi kweli kweli nje ya uwanja. Tutakwenda kuzungumza kiufundi, lakini Mo aliweka walaka mkubwa kweli kweli. Kuna baadhi ya waandishi pamoja na wachambuzi kama hawakutafsiri vizuri. Nataka nisikie kutoka kwako. Ule walaka umekaaje kuelekea kwenye fainali ya kukata na shoka? Barua ya Mo Dewji ilifaa iwe ya hamasa na sio kukatia tamaa fainali. Nasema hivyo kwa sababu ya tafsiri niliyoipata mimi. Kwa lugha nyingine, barua ya Mo kwa nilivyoielewa mimi ni kana kwamba Mo anajaribu kusema ikitokea Simba inakosa ubingwa wa CAF Confederation Cup, moja ya sababu itakuwa ni kucheza fainali ya mkondo wa pili Zanzibar na si Benjamin Mkapa. Kwa kuamini kwamba fainali ingechezwa Benjamin Mkapa, wana nafasi kubwa ya kubeba ndoo. Umeelewa? Kwa hiyo kwangu nadhani ile barua kama ilikuwa ni kutoka Mo Dewji kutokana na figa kubwa alionayo na ushawishi kwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa club ya kampuni ya Simba Sports Club, basi ingekuwa ya hamasa ya kuwasahaulisha wana Simba kuhusu Benjamin na kuelekeza juhudi za hamasa kwenye uwanja wa Amani peke yake bila kurudia tena yaliyotoka CAF kuhusiana na uwanja Benjamin na kuweka hisia binafsi. Na nukubaja mstari, mimi kwa binafsi yangu hatujatendewa haki, akimaanisha pendekezo la CAF ambao baadaye likaja kuwa uamuzi wa kupeleka fainali Amani. Umeelewa? Lakini pia na nukuu mstari mwingine wa barua ameandika, tunaenda Zanzibar sio kwa hiari, tunaenda kwa wajibu na sisi tutatimiza wajibu. Umeelewa? Kauli hii inatoa hisia ya kwake. Kauli hii inajaribu kupuliza. Umeelewa? Kwamba sawa ni muongezi yangu, lakini nikiacha itabaki ngoja niipulizie kidogo. Punguzia makali kwamba tutaenda kuwajibika hivyo hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo ni kana kwamba Simba wanaenda kucheza fainali Zanzibar kishingo upande. Sasa kutokana na ushawishi wake, wapo wana Simba ambao wanachukua yale yaliyoandikwa kwa kuchambua wanavyoona wao. Umeelewa? Kwa hiyo natamani kama yeye ndo mbeba maono wa Simba ambao 2017 mbele ya mkutano na Simba alisema anaamini siku moja ubingwa wa Afrika utakuja. Hii ndio ilikuwa crucial moment ya kutengeneza hamasa kubwa sana kuelekea Zanzibar. Yaani story iwe Zanzibar tuna finali. Yaani isichanganywe kitu cha nyuma ambacho kimeshapita. Ukizingatia Simba wameshakubali yamepita, wamezindua hamasa Zanzibar. Kwa hiyo kurudisha tena masuala ya CAF ni kuwarudisha watu nyuma kimawazo. Kwa mimi nadhani hiyo ingekuwa nzuri sana. Kwamba labda mfano Mo angesema labda kwenye barua wana Simba nguvu moja, uwanja wa Amani ndio ambao kwenye kumbukumbu yani kwenye kumbukumbu zitakumbuka ule uwanja nilifungwa goli pekee ambalo lilipeka Simba nusu finali. Finali. Kwenye nusu finali ya mkondo wa kwanza. Goli la Jean Chaza. Kwa hiyo wana Simba ule ni uwanja wetu wa kihistoria ambazo tujawahi kufanya na kombe liko pale. Tunaenda kubebea pale. Wewe nadhani wana Simba wangeipokeaje? Kwa kuamua kwa ushawishi wake. Lakini kunungunika tena wakati watu washaanza kusahau wanaelekea kwenye mechi ni kama una demoralize baadhi ya watu, naelewa. Ndivyo ambavyo mimi nimepokea, to be frank kabisa. Na Simba ikifanikiwa kubeba kombe ndio ile barua itaonekana kama imepuuzwa tu. Lakini ikitokea hali yoyote ya unyonge, watu watakumbuka tajiri aliandika na yeye mwenyewe alisha kuwa kishingo pande na ni kama alikatia tamaa finali kwamba tunaenda Zanzibar, aoni nafasi ya Simba. Sio, unanielewa? Ndivyo ambavyo mimi nilipokea, to be frank. Kwa hiyo nadhani kwenye crucial moments kama hizi ni muhimu sana control hisia ambazo zinaweza kazua utata kwa watu kwa hoja mapokeo. Yeye ni figa kubwa kabisa la soka la Afrika, si tu Simba, si tu Tanzania. Sababu ni mtu ambaye anawekeza sana kwenye mpira. Mo amewekeza hela nyingi sana Simba. Sio, unaelewa? Na mpira wa Tanzania. Kwa hiyo najua ameandika kwa sababu ya hisia kali moja kwa moja, upendo alionayo na Simba yake. Lakini kwenye kuandika na public speaking kuna mapokeo, alafu kuna tafsiri ya ulichokiandika kwa watu. Sasa mimi
nimetafsiri hivyo kwa namna ya uelewa wangu. Sikuona ina ulazima huo. Sawa. Abisai, ukiachana na lile andiko la Mo ambaye nawe pia umeleta maoni yako na kile ambacho umekiona kwenye kile ambacho umekiandika, kwa asilimia takriban kama 60 akiko sawa sawa, kwa sababu mbele kuna mchezo mkubwa ambao watu wanataka umoja, mshikamano na namna ambavyo wanaweza wakaenda kulibeba lile taji. Kuna place pia iliwekwa na viongozi wa Simba kwa ajili ya hamasa kuelekea kwenye ule mchezo. Tumesikia maneno ya Ahmed Ally. Yalizungumzwa maneno ambayo huenda watu wengi pia hawakutarajia kuzungumzwa hayo maneno. Sasa miongoni mwa vitu vimezungumzwa kwamba utadili na familia za watu wakikosa ubingwa. Yani imekuwa ni tofauti na mpira tulivyotarajia. Lakini kaja mzee wetu mkongwe huyu tunamwamini na vitu kama hivyo, naye pia akazungumza hivyo hivyo. Yes, jambo ambalo kama limewapa watu mshtuko. Kwa nini tunazungumza kuhujumiwa zaidi kuliko kuongeza nguvu kubwa? Kwa namna gani tunaweza tukaiendea hii mechi? Kwako pia mtazamo wako kabla hujatazama mchezo husika. Mimi sina ushahidi kwamba kuna wapinzani wa Simba wanafanya movement za kuhujumu Simba. Mimi ushahidi sina. Kwa hiyo siwezi kuliangalia. Ninachoweza kuzungumza nilichokisikia kutoka kwa Simba kupitia mediali na mzee Dalali. Mimi nimeona hiyo press live, anasema mzee Hassan Dalali anasema wana taarifa kuna watu wamepanga kwenda uwanjani kuhujumu Simba isibebe ubingwa. Wakiwajua aidha ndani au nje ya Simba hawatotoka uwanjani na watawangangania. Na akasema watu ambao wanamjua wanajua anamaanisha nini. Huyu ni mzee Dalali, Field Marshal. Yupo meneja mawasiliano klabu ya Simba anaitwa Ahmed Ally. Semaji la CAF sio? Yeye alisema kwa muda huu, nikimnukuu akisema, tumevua vazi la utu, tumevua vazi la kiungwana, tupo kishetani. Mtu yoyote anataka kuhujumu Simba watamfanya vibaya, watamfanya kiwango cha mwisho cha ubaya ambao binadamu anaweza kufanyiwa. Na huyo mtu atachagua mwenyewe makaburi, aidha la mwana Kilekwe au Kisutu. Hawataki lawama na mtu, na huo ubaya sio tu kwa mtu, tenda hadi kwenye familia zao. Sio, unaelewa? Sasa kwa tafsiri nyingine, kaburini anapelekwa mtu alikufa sheria. Unaelewa? Kwa mimi nikasoma tu, nikasikiliza kwa wewe leo wa kawaida, nikasema ina maana Simba wanazungumza nini? Yani kwamba wako tayari kutoa uhai wa mtu kwa sababu ya kwenda kwenye kombe. Tafsiri inakuja haraka. Sio umeelewa? Kwa mimi nimeshtuka kwa sababu maneno ni makali kusema kweli. Maneno ni makali. Japo kwenye jamii ya mpira huku watu wamezoea kusikia kwa pembeni, sio kwenye press kama vile. Kwa hiyo inawezekana ni Ahmed Ally aliongea kwa hasira ya kuona mbona tumepigania Simba yetu nafika finali, tunataka kufanya mambo yetu, afu aje tena mtu kutuzuia. Na akasema hii watu wamefilisika sana kwa Simba hii. Watu wamepoteza uhai kwa Simba hii. Watu wamepoteza muda kwa Simba hii. Kombe lilipita hapa Tanzania 93 walipopoteza dhidi ya Stella Abidjan. Limerudi tena baada ya miaka 32. Hawataki litoke. Simba wanataka kulibeba. Kwa hiyo kiukweli nilishtuka. Nadhani vyombo vya usalama vimesikia na wenyewe vitakuwa macho kuona kama kuna fujo yote anaweza kujitokeza au vipi, lakini nataka kuamini kwa walichokiongea, kama kuna kweli watu wanataka kufanya hivyo, maana yake wamesikia na hali itakuwa shwari kuelekea finali. Lakini mimi nilishtuka kusema kweli. Unajua mpaka ukijua mimi niko live. Unajua mimi naongea na watu wengi. Unajua naongelea kitu afu nakisisitiza. Maana yake wewe umekimaanisha ujue. Ndio. Kwa hiyo lazima mtu ushtuke. Bwana Abisai, hayo ni maneno ambayo yaliwaacha watu wengi midomo wazi nje ya uwanja, ukianza kwa mwekezaji wa klabu hiyo Mohamed Dewji, lakini pia hata kwa afisa habari na mzee wetu Dalali. Yalifanywa hivyo na wewe pia umetafsiri hivyo, tunaacha hivyo. Tutazame sasa finali yenyewe. Unafikiri mnyama atakuwa na nafasi gani ya kuweza kurejesha kile ambacho alikipata kule Morocco na kuongeza kwa ajili ya kulibeba hili taji, ama shughuli kwa jinsi ambavyo naitazama itakwenda kutamatika vipi kwenye uwanja wa New Amani? Mimi ni mtu ambaye nasubiri kwa hamu kuona finali itaishaje. Na hamu ya kuona finali itaishaje. Ikitokea Simba atapata ubingwa,
kiukweli nitakuwa nimeshangaa, kwa sababu kushangaa kwa nia njema, kwamba sishangai kwamba hawawezi wasikutaki, nashangaa kwamba wameweza. Kazi watakuwa wameifanya kubwa, kwa sababu Berkane ana mtaji wa magoli mawili. Alafu Simba anahitaji kufunga mawili kwanza, alafu amfunge Berkane goli la 3 bila Berkane kupata lolote. Na haya ni matokeo ya option 1. Option 2, ikitokea Berkane anafunga goli moja, Simba atakuwa ashinde magoli. Sasa mimi kwa kutathmini performance ya Simba na ubora wa Berkane na performance yao ya msimu, sioni Simba kuifunga Berkane 4-1. Sioni, sisemi hawawezi. Yaani mimi sioni. Sioni kama wanaweza kwa haraka. Labda matokeo yatokee kwamba 4-1, mimi ndo nitasema bana Simba wa kimataifa wametisha. Hii sikuwa nimeiona kirahisi, niliona ni ngumu sana. Lakini wao wamefanya. Nitawapongeza. Sijui umeelewa? Lakini nasema hivi kwa sababu naonesha wanahitaji kufanya kazi ya ziada. Simba wanahitaji kucheza mechi ambao hawajawahi kuicheza tokea club imeitwa Simba. Icheze performance ya juu ambayo hawajawahi kutuonesha msimu huu au msimu wao wote ule ambao umepita. Kwa sababu kwenye takwimu, kwenye michezo ya makundi hapa 6 mpaka kufika michezo finali 5 ambao wamecheza, jumla michezo 11, Simba amefungwa magoli 8. Magoli 6 yametokana na makosa binafsi ya wachezaji. Na magoli 5 wamefungwa ndani ya dakika 20 za mwanzo. Tafsiri yake ni kwamba nyie mkianza mechi mnacheza mchezo wa wazi, hamwezi kuhimili amji na plani ya dakika za 20 za mwanzo. Lakini inaonesha kwa aina makosa magoli mnayofungwa, kipewa pressure mnashindwa kuhimili zile za mwanzo wa game. Sasa ubingwa wa Simba uko hapa. Kupunguza makosa binafsi, uweza kuzicheza dakika 20 za mwanzo. Kocha wao aliongea mapema tu mechi ya kwanza kwamba anajua dakika 20 za mwanzo ndio mechi itakuwaje. Na kweli wakafungwa goli 2. Unaelewa? Na kwenye haya magoli 6 ambayo nimesema wamefungwa kwa makosa binafsi, kwenye 8 Kamara alimpigia pasi Kagoma, pasi mbaya ndani ambayo ilienda kuzaa goli la pili. Kamara alifungwa goli na Almasri la kwanza. Kamara alifungwa goli la Almasri la pili la kumtemea mtu. Unaelewa? Kamara Musa Pinpin haya ni ya kwake. Unaelewa? Lakini Shemalon alimpa back pass striker wa Sfaxien. Shemalon alitoa back pass kwa striker wa Bravos. Shemalon alipiga back pass ya kichwa mechi ya Constantine, Ibrahim Dibu akafunga. Yanakuwa makosa 6. Matatu. Umeelewa? Kwenye hali 8. Magoli mawili yaliyobaki wamefungwa kwenye mipira iliyokufa. Walifungwa na Constantine bao la kona. Zakaria yule striker aliogusa, Hamza akajifunga asivyo kusudia. Goli la pili wamefungwa na Mamadou Lamine Kamara kwenye mkondo wa kwanza finali. Napigwa kona, Ngoma amesimama naye kama mimi na wewe. Mpira ulipopigwa Ngoma akamkimbia. Kwa kimo chake ulitegemea ndio awe na focus tena kwa uzoefu ule. Ajua kwa mzee Kamara ni futi 6 na inchi 3 kwenda 4 na mimi ni futi 6 inchi 2 kwenda 3. Mimi ndo mtu mrefu Simba hii nzima natakiwa niende na Kamara. Lakini yeye alitoka kwenye position. Kamara akafunga free header pale. Kwa hiyo na Berkane wenyewe walisema wanajua Simba ni timu nzuri lakini wanafungika vile. Kwa hiyo dakika 20 za mwanzo Simba mechi yao iko hapo. Aidha wafunge wao goli moja, wafanye kutuliza pressure, waanze kusaka bao la pili kimpango sasa. Berkane naye ataona Simba kapata moja, naye ataingia hofu kwamba jamani, kwa kuwa amezoea kufanya kupindua meza Tanzania, hii inaweza kawa za YouTube tucheze kwa nidhamu, watarudi nyuma. Watakuwa wanatoka kwa matukio ya account. Tayari watakuwa wamejenga heshima, Simba atakuwa kwenye mechi na mashabiki watawanikiza kwa sababu goli moja wanaona bado moja kwenye kulevo. Lakini hizi dakika 20 wasipozicheza, Berkane akitangulia tu, Berkane ataona sasa hivi anatakiwa kufunga 4. Hatakuwa na cha kupoteza. Ataanza kuenjoy kucheza mechi, ataanza kujilinda ili kutaka kumfrustrate Simba, kumfunga kwa kutoka kwa counter. Umeelewa? Kwa sababu Simba itabidi afuze mechi. Na asipotulia anaweza katoka kwenye nidhamu ya uchezaji. Kwa sababu wachezaji wengine wanaweza kuogopa kwamba sisi hatuwezi kushinda 4. Panic itatokea, mafouls, watashindwa kucheza, wanaweza kuadhibiwa ikawa nafasi ya kufungwa home and away. Kwa hiyo kama kuna kitu cha kwanza coach Fadru, viongozi wa Simba wanahitaji kufanya ni kuandaa saikolojia bora ya wachezaji isiwaze pressure kuelekea kwenye mchezo wa finali. Saikolojia unawaandaje? Unawaaminisha jamani, ukienda uwanjani
tuna uwezo wa kufunga goli mapema, tukahitajika kufunga goli 4. Inawezekana, tusikate tamaa, tucheze hadi mwisho. Wachezaji wakienda wakitanguliwa, wanasema kocha alituambia. Hawataogopa, haitakuwa kitu kipya. Lakini kama saikolojia ni tunashinda sisi, tucheze sisi, wachezaji wanaenda wanatafuta goli. Wakifungwa tu, watasema hiki hatukitegemea. Kila mchezaji utamwona uwanjani yuko demoralized, huyu atapanic, huyu itakuwa, na mashabiki wanaweza kukaa kimya au kashindwa kuanza kuwashabikia. Afu ukashangaa kombe leko Tanzania, Alf Berkane na shida home and away. Berkane timu ngumu kaka. Kweli. Imefunga mabao 20. Simba imefunga 11. Yes. Simba inaongoza kukosa nafasi kwenye shirikisho hili. Nafasi 18. 5 kakosa Janchaz, 5 kakosa Dube, Kibu. 3 kakosa Mkwala. 2 kakosa Kapombe, 1 Ateba, 1 Ngoma. Kama wanahitaji kufunga, maana yake watu waliopata nafasi nyingi wakazikosa ndio wana uwezo kufika sana kwenye matukio, si ndio? Kibu na Janchaz hawa wanahitaji kuwa clinical sasa. Wasigeuze hizi chance 5 walizokosa wakizipata huko wafunge. Sio, umeelewa? Kibu ana magoli 3, amestaka hapo. Alikuwa crucial, 2 na Sfaxien, ndio. 1 alifunga goli la kichwa. Sio, umeelewa? Yes. Kwa hiyo sasa ni mechi ambayo kubwa kwa ukubwa huo. Natamani kuona timu ya Tanzania inabeba kombe. Okay. Lakini kwa sababu ni mchezo wa ushindani, natoa tahadhari kwamba wanahitaji kushindana. Berkane wameanza kucheza michezo ya kimataifa 2015. Mpaka leo ni almost miaka 10. Lakini kwa msimu ni miaka 9, sio? Yes. Wamecheza finali 6. Hii ni ya 5. 2 wamekosa kombe la shirikisho. Finali zote hizi 2 za shirikisho. Finali 2 walizobeba ubingwa ni kombe la shirikisho pia. Moja wapo ni ya msimu uliopita walifungwa na Zamalek. Kwao 22-1 wakafungwa kule 1-0. Zamalek akabeba ndoo kwa sheria goli ugenini. Hii ya Simba ni finali ya 5. Finali ya 6 ni CAF Super Cup ambao walibeba. Umeelewa? Kwa misimu 4 ndio hawajacheza finali. Lakini wamefika nusu, lakini wametoka hatua ya robo. Timu shindani kabisa. Kwenye ndoto ya Simba yatokea klabu yaanzishwe kubeba ubingwa. Wanaona inakaribia Jumapili. Yes. Berkane imeanzishwa na imeshafanya ishatimiza malengo kama ya Simba muda tu, na wako kwenye ukubwa huo sasa hivi. Okay. Quality ya mchezaji mmoja iko pale kubwa sana. Yule kipa Munir Mohamed alikuwepo kwenye timu ya Malaga ya La Liga kule Hispania 2015 mpaka 18 kama kipa msaidizi na kupata mechi zake 3. Nadhani anacheza mechi 30 na kitu hivi na 3. Kwenye hiyo miaka yake yote aliyocheza. Ana experience kubwa. Amecheza na timu nyinginezo barani Ulaya, lakini ameenda kucheza Qatar na Saudi Arabia, ndio amemchukua Berkane. Ana miaka 36, ndio timu kipa anaongoza kwa clean sheets. Ndio kipa ambaye pia alikuwepo kwenye timu ya taifa ya Morocco ambayo kwa World Cup. Yeah. Nyuma ya Yassine Bounou ndio alikuwa pale. Kwa ni profile kubwa ya kipa. Mamadou Lamine Camara, kiungo yule wa Senegal. Yeah. Zipo taarifa za kuwindwa na klabu nyingi Ulaya. Atletico Madrid inaongozwa na Diego Simeone. Inaelezwa inataka kutoa euro milioni 3 kwa ajili ya kumsajili. Okay. Udinese Italia euro milioni 5. Timu ya Saudi Arabia 2 zipo. Berkane anataka euro milioni 12. Ndio mtoe. Okay. Ni kiungo ambaye Simba aliwa master class kwenye midfield. Mechi nyingi akizicheza anakuwa anacheza eneo la ukabaji. Watu wanasema Lamine Camara ni bonge la midfield kupitia mechi ya Simba. Mimi kwa nilichomuona anakifanya pale bado hawajamuona. Ana nidhamu ya kukaa kwenye zone, akishajua wapinzani wako proper. Ana nidhamu ya kupora mpira, ana nidhamu ya kupiga connecting pass muhimu. Ana nidhamu ya kucheza mpira juu. Mechi ya Simba aliwania mipira 10 ya juu, yote alishinda. Aliwania mipira 7 ya chini, akaishinda 3. Simeelewa. Minne. Simeelewa. Ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana alitengeneza big chance moja. Kuna pasi alipewa akapiga kisigino hivi. Mtu alikuwa almanusura afunge goli. Yeah. Kuna nyingine alipiga mpira mrefu hivi, mwamuzi akasema ni offside. Alifanya vile kwa sababu Simba walimpa hiyo room. Sijui unaelewa. Lakini mechi nyingine nyingi ukimuona, he has a very combative midfielder kwenye zone. Ni mchezaji mzuri sana. Yeah. Kwa hiyo hao ndio wachezaji wao. Yule mwenye ndevu ya Shin Bakhiri ametengeneza nafasi 23. Hiyo moja akaitengeneza mechi ya Simba. Lakini kabla hapo alikuwa na 22. Ahuo ndo anaongoza na 27. Lakini that guy kafunga magoli 2 na assist 1.
lakini ndo moyo wa Berkane kwenye create chance kwa ubunifu. Sisi ambao tumefuatilia haya michuano hii tunapata faida ya kuona vingine vya haraka kuliko wengine. Tulishamgusia. Kwa hiyo watu wamekuja kumuona kwenye ile finali ndio wanashtuka. Lakini Berkane timu nzuri sana na wachezaji ambao wana quality. Kwa hiyo hawa wakina Riami ambao wanacheza kiungo kati, Yusuf Mehri ambaye amecheza wide alifunga goli la 3, mwamuzi akasema ni offside ile VAR. Hawa ni wachezaji hatari kabisa. Ni wachezaji hatari. Musa anacheza namba 3. Pia mchezaji Simba alishindwa kumkaba. Ana speed, anapunguza na cross mpira kwenye box. Ndiye alipiga kona ambayo goli akafunga Kamara. Kwa hiyo ni timu ambayo ina quality. Sasa ndio maana ninawaza wakija kusema tunataka goli moja dakika 15 za mwanzo, Simba wanaweza kuvumilia hii? Au goli linaweza lisiwe la mwanzo. Lakini what if wakalipata muda mbaya, yani muda mbaya, yani kwamba mechi imeenda Simba anaongoza 2 bila dakika 80 wanapata goli. Sio, unaelewa? Siombei itokee hivyo, lakini Berkane wana uwezo huo. Kwa sababu shafunga goli 20 mzee. Sio, umeelewa? Wanaongoza kwenye competition. Tumalize na kocha. Anaitwa Mouine Shabani. Yeye ni Mtunisia. Ni kocha ambaye amefundisha Esperance kwa kipindi viwili tofauti. 15 mpaka 18 ya Tunisia. 2018 alibeba ubingwa CAF Champions League. 18-19 akabeba tena na Esperance. Alafu akabeba makombe 3 mfululizo ya ligi kuu ya Tunisia. 1, 2, 3 na Tunisia Super Cup. Tunisia la kombe la ndani ya shirikisho 2. Kwa hiyo Mouine Shabani ni mzoefu kwenye hizi stages. Unaelewa? Na anasema anajua Simba ni timu bora Afrika, hususan ikicheza kwao kwa Mkapa. Lakini wataenda kucheza mechi yao. Yote ni tahadhari. Kwa maana nikasema nina hamu ya kuona Simba anashinda. Yaani ikitokea Simba anashinda, nadhani kama kuna mechi ya historia itakuwa imewekwa Tanzania. Itakuwa ndio hiyo. Aidha kwa kushinda 2, kulazimisha kwenda penalty akabeba kwa penalty, au kushinda dakika 90 nomo 3 bila mbang, Simba bingwa. Hiyo itakuwa extraordinary ever Tanzania kuwahi kutokea. Ndio. Lakini kuna mambo mengine nje ya uwanja wanasemaga yanasaidia. Mfano imani za kishirikina ndio zinatajwa sana, na hata Simba wenyewe wanasema wanahujumiwa kwenye hizo imani. Sawa, ngoja tuone kama zina nafasi. Mimi nitaongea nini? Mimi nikushukuru sana. Asante. Bwana sawa, Bisai huyo amezungumza mengi na mazuri, na mimi sina la ziada. Hii ni Kings Media, endelea kuwa nasi, kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.